Sasa basi, adui wa kwanza kabisa waliokoka ni kukosa ufahamu. Chochote ambacho unakitaka kwenye ufalme wa Mungu unakipata kwa ufahamu. Kiwango chako cha ufahamu ndicho kiwango chako cha kubarikiwa. Kiwango chako cha ufahamu ndicho kiwango chako cha kuinuliwa. Kiwango chako cha ufahamu ndicho kiwango chako cha kushinda. Yaani kwa maana tofauti kati ya aliyeshinda na aliyeshindwa ni ufahamu. Tofauti kati ya aliyebarikiwa na asiyebarikiwa ni ufahamu. Tofauti kati ya aliye juu na aliye chini ni ufahamu. Kwa hiyo sasa, ukikosa ufahamu, maana yake kwamba hakuna chochote ambacho unaweza kukipata. Kwa hiyo Mungu anataka kutupa vitu vingi sana vizuri, lakini kwa sababu tumekosa ufahamu, vile vizuri ambao Mungu anakusudia tuvipate hatuwezi kuvipata kwa sababu tumekosa ufahamu. Kwa hiyo adui hapa sio mchawi, adui hapa sio mganga, adui hapa sio mshirikina, adui hapa sio majini, adui hapa sio mapepo. Adui hapa ni kukosa ufahamu wa neno la Mungu, ndio adui. Lakini akipata ufahamu tu, kila jambo linaenda vizuri. Kwa hiyo adui mkubwa ni kukosa ufahamu. Kwa hiyo sio wachawi. Kwa hiyo kuna majina nyingine hata wachawi wanaona kama tunawazingizia, hata shetani anaona kama tunamzingizia, hata waganga wanaona kama tunamzingizia, kwa sababu kila kitu kinapomkuta aliyeokoka, anachowaza yeye ni maombi ya kupiga, ya kuangamiza wachawi, kuua wachawi, anaona labda kama ndio suluhisho. Kumbe wachawi hata wahusiki muda mwingine. Ni yeye amekosa ufahamu wa kumfahamu Mungu. Ni yeye amekosa ufahamu wa kulifahamu neno la Mungu. Ndicho kinachosababisha maadui wamshambulie. Kwenye kitabu cha Hosea sura ile ya 4 na ule mstari wa 6, neno la Mungu linasema hivi: "Asa watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa." Sio kwamba wanaangamizwa kwa sababu ya wachawi, sio kwamba wanaangamizwa kwa sababu ya waganga, sio kwamba wanaangamizwa kwa sababu ya majini, sio kwamba wanaangamizwa kwa sababu ya mapepo. Asa watu wangu wanaangamizwa kwa sababu wamekosa maarifa. Kwa ina maana basi sababu kubwa ya aliyeokoka kuangamizwa ni kwa sababu amekosa maarifa. Anasema watu wangu wanaangamizwa kwa sababu kosa maarifa. Kwa hiyo ina maana basi kumbe ukiwa na maarifa hauwezi kuangamia. Ukiwa na maarifa kazi yako haiwezi kuangamia. Ukiwa na maarifa maana kwa wachawi hawakuwezi, kwa sababu wewe una maarifa. Ndio maana ufunguo wa maarifa waliuficha sana, ili ya kwamba aliyeokoka asipate maarifa, aliyeokoka asipate ufahamu. Kwa sababu akikosa ufahamu tu wachawi watamshambulia. Akikosa ufahamu tu atashindwa mahali popote. Sasa kusudi la Mungu, yule aliyeokoka hataki kushindwa mahali popote, kwa sababu yeye ameokoka, yeye anaye Mungu. Sababu ya biashara nyingi za waliokoka kufa ni kwa sababu amekosa maarifa. Anaenda kwenye maombi ya kufunga na kuomba ili biashara iende vizuri, anaenda kwenye biashara saa 4, saa 5, saa 6, ni kukosa ufahamu. Ina maana huyu akipata ufahamu ataenda kwenye biashara mapema kabisa.